Mbunge wa vijana wa Chama cha Mapinduzi CCM ambaye pia ni mwenyekiti wa taasisi ya Zainab Abdalla Foundation amewataka vijana wa chama hicho wa jimbo la Chambani na Kiwani kuandaa miradi ya kimkakati ambayo itaweza kuwakwamua na hali duni za kimaisha. Akizungumza kwa nyakati tofauti, mbunge huyo wa vijana Mheshimiwa Zainab Abdalla Issa wakati alipofanya ziara ya kujitambulisha majimboni humo, ikiwa ni mwendelezo wa ziara yake akitokea mkoa wa Kaskazini Pemba, amesema miradi ya kimkakati ni miradi ambayo itaweza kuendeleza vijana kujikwamua na hali duni za kimaisha. Tushauriane tuone namna gani, kipi tunaweza kuanza nacho na kipi ambacho kitakuwa na tija, kwa sababu lazima mradi ambao tutawekeza lazima uwe una tija. Na hapa naomba nieleweke vizuri, sisi tunataka kila jimbo tuwe na mradi wa kimkakati. Nikisema mradi wa kimkakati namaanisha mradi ambao unaweza kuajiri vijana wengi. Mimi kwenye mradi huu wa samaki sijafika, lakini tu kwa uwasilisho mliofanya mmesema mnataka mtaji wa milioni 1.5. Huu sio mradi wa kimkakati. Mimi nataka miradi sio chini ya milioni 20. Tuangalie mmoja baada ya mwingine. Sisi tunataka tunapowekeza mradi tuangalie value chain, kuanzia kwenye uzalishaji, kwenye kupaki mzigo, kwenye kupeleka sokoni. Tunataka kuhakikisha tunazalisha bidhaa zenye ubora. Mapema mbunge wa jimbo la Chambani Mheshimiwa Mohamed Abdrahman Mwenyi amesema ameshangazwa na vijana hao kuanzisha miradi katika jimbo lake bila ya kutambulisha kwa kiongozi wao. Hivyo amewataka vijana hao kutoa mashirikiano kwa viongozi wao ili kuweza kuzitatua changamoto ambazo zimewakabili. Mimi nilishangaa kufikia kuna miradi ndani ya jimbo hili la vijana, umoja wa vijana, lakini kama bunge au sina habari sana umoja vijana. Ninaombeni sana umoja wa vijana, tuwe na mashirikiano pamoja. Risala mbalimbali zikisomwa na Chama cha Mapinduzi katika maskani zao, wanachama hao wameeleza mafanikio pamoja na changamoto ambazo zinawakabili. Toa elimu ya urithi wa mazingira katika jamii zetu, kukabiliana na athari zitokanazo na mabadiliko ya tabia za nchi, kuongeza fursa za kufanya shughuli nyingine za kiuchumi, kwa mfano ufugaji wa nyuki. Kufikia sasa tawi letu limegharimu shilingi milioni 19,577,000. Tunakabiliwa na changamoto kadhaa katika tawi letu. Changamoto hizo ni kama zifuatazo: ukosefu wa vifaa kwa ajili ya kumalizia jengo letu kama vile miti, bati na misumari. Leo tumeanza kuona faraja ya kupata matofali, saruji, japo haijakidhi haja, lakini nina imani itaendelea. Kwa hivyo nakushukuru sana waheshimiwa mliotembelea. Katika ziara hiyo, Mheshimiwa Zainab alikabidhi vifaa vya ujenzi katika madrasa, msikiti pamoja na maskani mbalimbali zilizomo ndani ya majimbo hayo. Nikiripoti kutoka Kisiwani Pemba, ni mimi Maulid Hamisi.